kuhusiana na imani tuliyoipokea, kuhusiana na haki ya msingi ya mtakatifu ya maisha ya uzima wa milele. Anasema nilipokuwa nikifanya bidii kuwaandikia, sijui kama unaelewa. Anasema naliona imenilazimu, kwamba hakuwa na namna. Roho Mtakatifu akamwambia aandike juu ya wokovu. Anasema akaandika kwa habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote. Anasema naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani. Hayo ni maonyo. Somo letu linasema kuthamini wokovu na kutunza. Anatuonya tuishindanie imani, ambayo imani hii wamekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Hakuna wakati mwingine. Ukiupoteza wokovu hauupati tena. Ukiupoteza wokovu hamna namna ambayo utasema nitaokoka tena. Anasema muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Huyu ni mtume Yuda, ndogo wake na Bwana wetu Yesu Kristo. Anaandika juu ya kuishindania imani. Anataka kanisa lijue vile ambavyo neema ambayo tumeipokea ni neema ambayo tukiichezea huwa hairudi tena. Unaweza kaona mbona nipo kanisani ninaendelea, niko salama, lakini nataka nikwambie ule wokovu ni mara moja, na ukiupoteza hakuna nafasi ya kutengeneza tena. Nataka nikwambie, ikitokea leo hii Yesu amerudi na wewe ulikuwa unacheza na upo kanisani, hutatengeneza tena. Ikitokea ghafla umekufa, Yesu amekutoa, kila mmoja anatwaliwa kwa namna nyingine nyingi tofauti. Wengine wanalala hawaamki tena, inaamka maiti. Mtu huyu hana nafasi nyingine ya kutengeneza tena. Yesu anapotupa wokovu anatupa ili tuuthamini, anatupa ili tuutunze. Na kwa nini tunautunza? Kwa sababu tumeupata kwa gharama. Tumeupata bila kulipia. Yaani gharama ambayo Yesu ameilipa pale msalabani ni kubwa kuliko uwezo wetu sisi kulipa. Hata tungelikuwa na fedha tusingeweza kulipia gharama ya wokovu. Anasema mtu awaye yote asije akajisifu. Kuna atakayeweza kujisifu kwamba mimi ni mtakatifu sana, kwamba mimi ndo mtumishi wa Mungu pekee, mimi utumishi wangu mbele ya Mungu una thamani kuliko wengine. Hapana. Hatukumlipa kitu Mungu, lakini Mungu ametupa kama neema. Kama kanisa ni lazima tujue kwamba neema ambayo tumeipokea si kwamba tulistahili. Katikati ya ndugu zetu, katikati ya familia zetu, sisi tumemjua Mungu, lakini tunao ndugu ambao ni bora na wazuri kwenye familia, kwenye ukoo. Wengine wana hela, wengine wana elimu kubwa kuliko wewe, wengine wana mili mizuri, wengine ni handsome kuliko wewe, wengine ni madadadu zuri walembo kuliko wewe. Lakini Mungu alikupa neema, wewe ukaupokea wokovu, ukamjua Yesu Kristo. Watu wanatamani kuwa na Yesu, wanatamani sana. Na ndio maana siku hizi za mwisho anasema habari za nje za ufalme wa Mungu zitahubiriwa kila mahali. Ni jambo ambalo halipingiki. Wewe pita sasa kwenye magari, utakuta kwenye magari watu wanaimba pambio. Jana nilikuwa natoka pale Lunzewe na mke wangu, tulikuwa kwenye kosa, kijana mmoja akapanda, nilimfurahia sana yule kijana, nikasema da, unajua hadi nimefika hapa nasema mchungaji wa huyu kijana anaye mtu. Kijana anapiga injili kwenye basi. Na mimi najuaga wanaohubiri wengi kwenye mabasi wengi wanakuwa ni watu wa njaa tu. Lakini yule dogo Zewei amesimama, unamwona huyu anamtafuta Mungu. Huyu ni mtumishi, hiki ni chombo. Dogo mdogo sana. Injili inapenya kila mahali. Amehubiri, watu wameimba wengi. Lakini ni nani anayempokea Yesu? Watu wanakili. Tena jamaa mmoja akasema mimi bwana nitakuwa shemasi mimi hapa mchungaji. Bwana mtumishi wa Mungu mimi ndo shemasi hapa. Oya mtumishi wa Mungu amehubiri sana. Hajaomba sadaka unajua. Mimi ndo nilikuwa wa kwanza kumwambia tia namba hapa, nikampa na sadaka. Nikatulia tu. Jamaa mmoja akasema mtumishi wa Mungu mimi hapa ndo shemasi. Yule dogo, lakini kwa sababu anayo nguvu ya Mungu anapata kibali. Watu wakatoa sadaka, akatoa sadaka. Alipoona hajatimia vizuri akaongezea na ya mfukoni wakati alishatoa kwanza. Akaongezea juu. Akasema mtumishi wa Mungu endelea, kazana. Lakini wewe kwa sababu ni kijana, kazana, angalia wanawake. Nikasema amemshauri kitu kizuri sana. Kwa sababu tuna watumishi wa Mungu wazuri. Wanakiwasha hapa, ukiona mezima tu ujue tayari washapita naye. Kijana akahubiri, lakini aliposema nani na wote waliimba vizuri. Aliposema yupi anataka ampokee Yesu, amkabidhi Yesu maisha, kila mmoja kainama chini. Kwa gari lote wameokoka,
Lakini kumpokea Yesu ni neema ambayo sio kila mtu anaipata. Watu wanatamani wawe na Yesu uliye naye, watu wanatamani wokovu ulionao, lakini hawana namna ya kupokea. Wewe ulioupokea unatakiwa kuheshimu, unatakiwa kutunza, unatakiwa kuthamini. Dhambi isikupeleke mbali na Mungu, uovu usikutenge mbali na Mungu, kwa sababu Mungu tunayemtumikia anao watu aliwachagua, lakini pia anayo nafasi ambayo ametoa kwetu, ni ya thamani kuliko kawaida. Anapo mahali ambapo ametuandalia watakatifu wote. Siku moja tutaenda tukaishi huko, lakini usipothamini wokovu, pataje kupona? Aheri ya wale ambao wanasikia sikia lakini hawajaamini, kuliko wewe uliyeamini alafu kadanganywa, moyo wako kaota kiburi. Unajua shetani alivyo mbaya, anaweza akakuua kiroho na bado upo kanisani, na bado unatoa sadaka, na bado unajiona uko salama, lakini moyo wako unakushuhudia kabisa kwamba una hali mbaya, hauna Yesu tena. Anasema muishindanie imani. Hili ni onyo. Anasema nimeona imenilazimu niwaonye, muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Wokovu urudi tena, ukiuchezea umeuchezea, imeisha. Na ndio maana unaweza kukuta upo kanisani lakini hauna kiu tena ya kumwabudu Mungu. Naabudu kwa mazoea. Hauna kicho tena mbele za Mungu, ingii kwa hofu tena. Kanisa limekuwa la kulilazimisha, watu wa kuaramba ramba, wanatumikia watu sio Mungu. Mchungaji anione, mzee wa kanisa nione. Hilo sio kanisa. Wokovu ni kushindania. Unajipendekeza kwa huyu Yesu kwa namna yoyote, unang'ang'ana na huyu Yesu kwa sababu unasema Yesu alinipenda kabla sijampenda, na ikitoka irudi tena. Tukimwacha Mungu haui kanisa, kwamba haui ili jengo. Yeye anachokifanya anaondoka, roho wake anatoka hapo, anaenda chini ya mti kwa watu wanaanza kupiga makofi. Kwa sababu shida kubwa ya wanadamu ni pale wanapofanikiwa, hawataki tena maongozi kwa sababu ya mafanikio. Watu wanapokuwa wawili watatu, angalia hata wachungaji wanapoanza kupiga makofi yeye na mke wake, jinsi ambavyo wanaomba, jinsi ambavyo wanasimama na Mungu, jinsi ambavyo wamebakiza Mungu tu. Kwa nini? Kwa sababu hawana kitu. Lakini wakisha stawi, mafungu yamekuwa mengi, washirika ni wengi wa kutosha, tayari kiburi kinaota. Na Mungu akishaona kiburi kimeota, anachokifanya anaondoka. Muangalie shetani. Shetani hakunyang'anywa nguvu yoyote, alinyang'anywa utukufu tu wa Mungu. Na hata sisi tukiuacha wokovu, haina maana kwamba utaacha kuimba, utaendelea kuimba vizuri tu, lakini uhusiano wako wewe na Mungu uko mbali mbali. Na unaweza kaimba watu wakapokea na wakaenda mbinguni, lakini wewe unakuwa kama kinanda tu, hiki kinatupa toni nzuri, lakini hakipo kwa ajili ya kuingia mbinguni. Sikuwaga nawaambia vitu hivyo. Ni lazima uthamini wokovu ambao Mungu amekupa. Lazima utunze. Wokovu ni wa mtu mmoja. Ni heri ukose kuolewa lakini uingie mbinguni, kwamba kuna vitu vingine ambavyo ni zaidi. Uhai wetu upo mikononi mwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wokovu ni wa kung'ang'ania, ni wa mtu binafsi kusimama na Bwana. Wokovu sio wa familia, nataka nikwambie. Wokovu sio wa kikundi, nataka nikwambie mpendwa. Wokovu ni wa mtu mmoja. Mimi nina mke wangu na nina watoto. Hata hawa mapacha wakikua, kila moja atachagua njia yake. Haitasemekana kwa sababu huyu ametenda dhambi basi na huyu ambaye hajatenda dhambi au mtenda dhambi, au kwa sababu huyu amesimama basi na huyu ambaye hajasimama atasimamishwa na huyu. Hapana, kitu kama hicho hakipo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12, Biblia inasema Biblia, piga vita vile vizuri vya imani. Piga vita vile vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Unaelewa hayo maneno anayoongea Paulo? Paulo anamwambia Timotheo, anasema mwanangu Timotheo, anasema piga vita vile vizuri vya imani. Jambo la kwanza ambalo tunaliona katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12 ni kuvipiga vita vizuri vya imani. Kuvipiga vita
Kuna watu hawavipigi vita vizuri. Kuna watu wanashindania nafasi zao. Hiyo sio vita nzuri. Kanisani atatetea namna yoyote, atetee nafasi alionayo. Kama ni mchungaji, wewe unaiona. Kama ni mchungaji hawezi kukubali nimekosa, nimetenda dhambi. Atangangania au fiche uovu ili aendelee kuwa mchungaji. Unaelewa hicho kitu? Watanionaje watu, sio Mungu. Angalia uhusiano wake na Mungu tena. Kama ni mzee wa kanisa atatetea nafasi ya uzee wa kanisa, ikijulikana mimi uzee wa kanisa utaondoka. Kwa hiyo anatetea. Kama ni mpiga vyombo ametenda dhambi, hawezi kukiri kwamba nimetenda dhambi, hapana. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza kutumia nguvu na mamlaka na nafasi, kutumia ushawishi kuwapelekea watu kwa kuwalambalamba maneno mengi mabaya kuhusu wengine, ili yeye nafasi yake iwe bora. Ubora hauji kwa kujipendekeza, ubora hauji kwa kujisifia. Ubora unakuja kwenye kupiga magoti, kusema Bwana, unajua ulichoniitia, naomba unisaidie Bwana. Nisaidie udhaifu wangu. Mimi najua si kitu bila wewe. Ninatamani nikutumikie wewe. Huko ndo kupiga vita vilivyo vizuri vya imani. Jambo la kwanza ambalo Paulo anamwambia Timotheo, uvipige vita vile vizuri vya imani. Haleluya! Haleluya! Kama unanielewa mtapia soma makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Namba 1, andika hapo, kuvipiga vita vizuri vya imani. Hilo ni jambo ambalo kila mmoja anatakiwa ajue. Unapiganaje? Tuna michango ya ujenzi. Unayevipiga vita vizuri vya imani, unatamani utoe ili Bwana apendezwe. Haleluya! Haleluya! Huyu mtu anavipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Ni mwaminifu kwenye ibada. Huyu mtu anavipiga vita vizuri vilivyo vya imani. Hata haijalishi kuna vitu vingi, lakini atapangilia mipango yake yote ili mradi tu aingie ibadani. Na mwingine hata akiona amechelewa ataingia, hata kama wenzake wanamaliza, yeye walao apate muda wa kupiga magoti, aongee na Mungu wake kwamba Mungu nisamee, nimechelewa dakika kadhaa, nimechelewa masaa mawili, lakini wenzangu wamemaliza, lakini wewe upo Mungu, ninaomba rehema, nimekuja nikusikie. Mtu huyo anavipiga vita vizuri vilivyo vya imani. Sio mtu anayeshindana ama anayetaka kujisifu katikati ya watu. Biblia inasema katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Paulo anamwambia tena Timotheo katika hii sura ya 2, anamwambia ushuhuda wake. Anasema nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Anasema mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Kwamba haikujalisha ninapita katika mazingira magumu, lakini Yesu wangu alibaki kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yusufu alikuwa katika nchi ya utumwa Misri, lakini aliendelea kuutunza utakatifu wake. Anamwambia mke wa Potifa, nitende ubaya huu nimkose Mungu wangu. Anaogopa kumkosa Mungu. Kuutunza wokovu ni jukumu lako mwenyewe. Sio mpaka uangalie hapa kuna watu wananiona, hapana. Wokovu ni wa mtu mmoja. Wokovu sio wa familia. Nataka nikwambie, kuna watu ambao wameshakuwa chumvi ambayo imekwisha kuharibika. Itatiwa nini hata ikolee? Walisharibika, walishamkosa Mungu, walishapoteza hamu na kiu ya kumwabudu Mungu. Wao wapo tu kanisani. Ogopa mtu wa namna hiyo. Hakuna mtu mwenye hatari kama namna hiyo. Mungu atusaidie sana. Tamanio lako liwe kukaa vizuri na Mungu, kumpendeza Mungu, kukua hatua kwa hatua, ukiongezeka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nimejifunza asubuhi kuukulia wokovu ni jukumu la mtu mmoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini watu wengi waga naangalia nani anaendaje, na mimi ngoja basi na mimi nijitahidi. Usiangalie mwingine. Huyo unaweza ukasema amesimama, kumbe hajasimama. Na hata kama amesimama siku akiteleza, kwa kuwa unamuiga na wewe utateleza. Kuiga mazuri sio mbaya, lakini lazima uangalie unayemuiga ni mtu wa namna gani. Kiteleza jua kabisa nilikuwa namuiga lakini ameteleza. Kuna mpendo wangu mmoja hivi, alikuwa ameokoka, akakutana na babake wa kiroho, mchungaji mmoja, sitamtaja. Yule mchungaji alirudi nyuma, lakini kipindi amesimama aliwaimarisha sana wale vijana wake, na vijana walimuiga kila kitu kwa sababu alijua ni mchungaji. Ilipofika wakati mchungaji ameteleza, akaanguka kwenye wokovu, yule kijana ambaye yeye ndo alikuwa anamweka karibu, yule kijana akasema, mchungaji sikiliza, wewe ulinifundisha hivi, hii njia ulioingia wewe mimi sitaki kuifuata.
Mchungaji anasema, wewe kijana wangu unanisaidia sasa sikusaliti, wewe ndio uliyenifundisha wokovu ni kunyooka hivi. Wewe umeanguka kwenye dhambi. Hii mchungaji hairuhusiwi. Yule kijana akasimama mpaka kwa askofu kwamba baba ameanguka dhambini. Na baba hataki kutubu. Lakini yule kijana alikuwa na haki. Ingawa kuna baadhi ya vijana pia walimuiga. Wakaenda naye, walipigwa mpaka wakaja kurudi kutubu. Walirudi kutubu. Ni nini maana yake? Wokovu tunasimama wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anayetusaidia yuko hai. Anayetushauri yuko hai. Anayetufariji yuko hai. Bosi wetu yuko hai. Msaada wetu yuko hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jambo la kwanza nimesema kuvipiga vita vizuri. Jambo la pili, kushika uzima wa milele tulioitiwa. Uvipige vita vilivyo vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Ukaungama mbele ya mashahidi wengi. Kwa jambo la pili, kushika uzima wa milele ulioitiwa. Kushika uzima wa milele ni kuendelea katika kumjua Mungu. Endelea katika kumjua Mungu. Kuna watu ambao wao baada ya kuendelea mbele wanarudi nyuma. Yaani vya mwili wamekuwa wamestawi. Ni kuhubiri, anahubiri vizuri sana. Yaani vile vitu ambavyo sio kipaumbele kwa Mungu, Mungu havitafuti hivyo, wako vizuri sana. Lakini vile ambavyo Mungu anavitafuta wanazidi kudrop. Mungu anatafuta moyo zaidi kuliko vyote unavyovifanya kanisani. Nataka nakwambie uhalisia. Mungu akukuita wewe ili umtolee. Ila ukishamjua Mungu ndio unamtolea. Alichotuitia Mungu uzima wa milele. Na ndio maana unakuta ulipookoka wewe ulikuwa mhitaji hata kwa wachungaji. Ulikuwa huna hata kitu cha kuleta. Ulipookoka wewe ndio ulikuwa unaenda kwa mchungaji, nisaidie hiki, nisaidie hiki. Ndio maana mchungaji wa kweli huwa hauzi muujiza wala uponyaji. Kwa sababu mimi sijaona mshirika ambaye anakuja ana shida akawa na kitu cha kumpa mchungaji. Sijaionaga. Ila sisi wachungaji ndio tunatoa, utatoa nauli, utatoa hiki, utatoa hiki, utatoa hiki, utaenda kumkuta hospitali, utamsaidia, utamtibia. Hata kama ni mwaka. Akisha stawi akasimama akakaa vizuri, yeye ndio anaanza sasa kutegemeza huduma. Na hivi vitu ambavyo mchungaji unavitoa unawapa wale, unawapa wewe unatoa wapi? Unatoa kwa wale ambao wameshakuwa tayari. Kovu ndio upo hivyo. Na ndio msingi wa injili ya kweli upo hivyo. Utatoa hivi ambavyo hao wameshiba, wameshapona, wana afya, wao watakuja watamtolea Bwana. Watamshukuru Mungu ametenda hiki, watafanya hiki, watafanya hiki. Wewe kile Mungu anaenda kuelekeza, anasema katika hiki kuna hiki sio chako, kuna hiki ndio chako. Kwa na wewe unawapa hawa ambacho sio chako, mpe huyu, mpe huyu, mpe huyu. Ila katika kuvipiga vita ndo tunatoa sana. Tunakuwa waaminifu kwenye kila njia. Katika kuvipiga vita tunasimama na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lolote linaloinuka tunainuka, tunasimama, tunalifanya. Tunapambana na kila jambo kuhakikisha Yesu anatetewa. Kuna mtu aliyeokoka ili awe yani Mungu akukuokoa ili wewe unaomba. Kama unanielewa. Ila ukishaokoka kuomba ni lazima. Lakini Mungu alituita ili tuishi, tuwe na hakika ya maisha ya milele. Na ndio maana baada ya hapa hatutakuwa hata tunahubiriana tena. Katika ule ulimwengu ujao hatutakuwa na kuhubiri tena. Tukishaingia kwenye uzima wa milele, sisi tutakuwa ni wa kumsifu Mungu tu. Cha kwanza ambacho Mungu alichokuitia wewe, alitaka moyo wako umwabudu Mungu. Uone uthamani wa Mungu, ufanye vitu vya Mungu kuwa vya kwanza kuliko vitu vyako. Lakini wewe ukishapata vitu tayari unaanza kwa ndani ya moyo wa mwanadamu kuna hiyo hali kwamba hata nisipoenda Jumapili sitatoa sadaka. Utatoa ndio, na mimi nitakula, nitawapa watu wengine pia na nyinyi watakula. Maisha yaendelee. Lakini je, wewe na Mungu unaenda mbele unarudi nyuma? Unaweza kukuta kwenye vitu vya kawaida uko vizuri, wewe ni master. Kama ni kuimba uko vizuri, hata kuamsha saa 8 utaamka utaimba. Kama kuomba kunena tu raka shaka raba shaka yaka chapa chapa chapa. Jumapili niwaambia hata kambale wananena. Wakikaa kwenye maji paka 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 paka. Lakini Mungu ametuitia nini? Moyo wa ibada. Tumwabudu yeye. Kuabudu hakutakoma milele na milele. Ndio maana hata wale wazee 24, wale wazee 24 sio kwamba waliumbiwa huko. Ni hao waliokuepo humu duniani, baba zetu wa imani. Ndio wale kule ambao wanaabudu muda wote mbele za Bwana. Tulichoitiwa ni kumwabudu Mungu kwa kicho. Kutetemeka mbele zake, kutoa dhabihu za sifa. Tunda tuliungamalo kwa midomo yetu, kutoka ndani ya moyo tukipeleka sifa kwa Bwana wa Bwana. Hilo ndilo tuliloitiwa.
iwe asubuhi iwe mchana, umelala umeamka, unamwabudu Bwana, unasema hakika wewe ndiye Bwana, ndiye uliyenipa kuiona siku ya leo na kutukuza Bwana wangu. Uwepo wa Mungu ukikushukia, Mungu anataka aone moyo wa ibada. Na ndio maana unakuta kwa Mungu wale ambao waongofu wapya ndio waaminifu. Angalia hata ibada za katikati. Waaminifu ni wale ambao ni wachanga bado kiroho. Na hata Jumapili, Alhamisi ilikuwa, Juma ngapi niliwaambia hapa? Nikwambia ninaanza kujiuliza Mungu, hawa ni Mungu nibadilishe maombi ya kuwabariki hawa watu ili wakae na wewe. Maana yake wakishabarikiwa wako busy na vitu vyao. Nibadilishe maombi sasa. Na ninao uwezo wa kubadilisha maombi. Kwamba Mungu saizi inatosha. Watu hawakai hivi hivi. Uona zani Mungu anashindwa? Mungu anachotaka kwako wewe anataka nini? Anataka moyo wa ibada. Hicho ndio kitu cha kwanza. Ifanya kazi ya Mungu ionekane ni ngumu. Wanyenyekevu kabla mjapata. Mnao uzima saizi ya muumwi. Kwa naongea na mwanangu mmoja yupo pale Mwanza. Alikuwa Bugando anaumwa sana. Anaitwa Kasobi. Yule kijana anamtukuza Mungu. Mungu alichomtendea. Mekaa hospitalini hali mbaya. Hali mbaya, amepelekwa ICU, amepelekwa theater, amekaa huko mateso. Nikaomba naye. Wakati mwingine hawezi kufanya chochote, naambia wazazi wake mshike tu mkono. Saizi akipiga simu yupo nyumbani kwake na alisharudishwa. Alisharuhusiwa. Nilikuwa na washirikisha wa maombi hapa ya jioni kinailisha. Tukao tunamuombea. Ameruhusiwa sasa yuko nyumbani. Ndiye mchungaji, yani naamini mpaka mimi nimepona, nimetoka, niko hai. Kweli naamini huyu Mungu asee. Watu wote waliokoka mwanzo wokovu wao wa kwanza walikuwa ni wa upendo kabisa, usio na sababu. Kama ni bosi wako ulikuwa unamtoroka hadi kumtoroka ili mradi ukaiona ibada. Nimeona wanaombea kila siku hapa. Unaombea mtu ana hali mbaya hata kuinuka hawezi. Anakuja analala hapa unaombea anapona kisha funguliwa hataki tena huyo Mungu. Anaanza kusema mimi mume wangu ananikataza. Mume wako ni kinini? Akifa huyo mume wako utasema amekukataza. Tunamchukulia Mungu poa sana walokole. Na ndio maana walokole maisha yetu yanakuaga ya hayo. Wakati mwingine Mungu anaweza kanyamaza kimya akakuacha uendelee. Endelea sana kustawi. Na hata shetani apigani na wewe. Hivi unaelewaga? Kama shetani amefanikiwa kukufilisi ibada, atakuacha uendelee. Agombani na wewe kwa sababu anachopigania shetani wewe usiingie mbinguni. Akifilisi ibada unaingia mbingu ipi? Kama una connection na Mungu tena. Anachokifanya na kuacha ustawi. Tena apigani na wewe kwa sababu akipigana na wewe ni mlokole, utarudi kupiga magoti, utajua kwamba Mungu nimemkosea. Kwa hiyo anakuacha endelea sana, nenda mbele, nenda chochea moto. Upige mwingi. Kushika uzima wa milele tulioitiwa ni kuendelea katika kumjua Mungu. Hakuna mtu ambaye amekwisha kumjua Mungu. Yohana sura 17 mstari wa 3 anasema na uzima wa milele ni huu. Na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima wa milele ni huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumjua Mungu ni maisha endelevu. Kumjua Mungu sio kitu cha msimu. Kumjua Mungu ni maisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana kuendelea kumjua Mungu siku kwa siku. Andika nikasema wengi wapo kanisani lakini kiuhalisia walishaikana imani. Walishaacha kutembea na Mungu. Ile hofu ya Mungu haipo tena. Na uko nyumbani huna muda wa kuabudu. Bora uko nyumbani wewe una muda wa kuabudu, au uko kazini wewe una muda wa kumwabudu Mungu. Huna. Na ukirudi umechoka unasema tu toka amen. Umelala. Ukiamka toka amen, umeondoka. Huna muda wa kuomba. Bora ungekuwa unafanya ibada huko nyumbani, ungekuwa una heli kwa sababu roho yako ingekuwa hai. Ndicho Mungu anataka. Mungu anataka ibada iwe kila wakati. Ibada sio mpaka uwepo hapa, unaweza kuwepo hapa lakini ukawa huna ibada. Yeremia sura 12 mstari wa 2. Na akimbia kwa sababu ya muda. Anasema hivi, umewapanda, naam, wametia mizizi, wanakuwa, naam, wanazaa matunda, katika vinywa vyao ukaribu, bali katika mioyo yao umbali. Unaelewa hayo maneno? Watu hao wamestawi, ambao watu hao dhiki walionayo kipindi kile sio walionao sasa. Hawana dhiki tena na yale mambo ambayo yalikuwa yanawatesa. Ulikuwa wewe hata sukari kuipata ni shida, unalialia. Kumbuka Mungu alikutoa wapi. Kumbuka Yesu alikukuta wapi. Bora wewe ambao unasema mimi Yesu hajaongeza kitu kwenye maisha yangu, una bora wewe. Wewe fanya tu maisha yako. Ila si wengine ni msaada wa Bwana hata kuwepo hapa tulipo. Kwa sababu tunajua Mungu kule ametutoa.
Lakini wewe kwa sababu wewe Yesu hajakuongezea chochote, wewe una afadhali. Ongea hapa na wale ambao bila Yesu wao si kitu. Kumbuka Mungu alikukuta wapi. Kumbuka Mungu ametenda mangapi, wala si kwa uwezo wako. Labda kama unaye mganga. Maana watu wawili tu hapa duniani wapo. Wawili tu. Ukimkuta mtu anatamba mjini ana vitu viwili, wapo wawili. Mmoja ana mganga wake, kama ana mganga wake na Mungu aliye naye. Sasa mganga huna, kwa Mungu haueleweki. Wewe ni mtu wa namna gani? Wokovu ni wa mtu mmoja. Uwezo ukasema unauthamini wokovu wakati huwezi kuutunza. Na uwezo ukasema unautunza wokovu mdomoni. Anasema uliwapanda wakaweka na mizizi. Hao watu hawa wamestawi tayari. Mungu amewaneemesha. Walipokuwa wameneemeka, wanamkiri Yesu midomoni, lakini mioyo yao iko mbali. Kwa Mungu hakuna excuse. Jidanganye. Na uona moyo wako unasema Mungu anajua. Sawa. Jidanganye. Kwa Mungu hakuna excuse. Biblia inasema imani yenu isipowazidi waandishi na Mafarisayo, mwafanya ziada gani? Kama mwenzio anayemwabudu Mungu wake ni mwaminifu kwa Mungu wake, who are you? Wewe ni nani? Utapataje kupona? Wengi tunajidanganya. Mungu haziakiwi. Chochote kipandacho mtu ndicho atakachovuna. Nimeandika, wanadamu wengi huwa tuna ahadi nyingi kwa Mungu pale tunapokuwa katika shida. Lakini tukisha toka kwenye zile shida, tunasahau kile Mungu ametutendea. Unamwambia Bwana, unajua ninapita kwenye hali hii. Ukinifanyia hiki Bwana, na mimi nitafanya. Yaani nitakuwa mwaminifu wewe. Yaani mimi nitafanya wewe. Unamuona Mungu kwamba ni Nehemia. Mungu, unajua nashindwa kutumikia vizuri kwa sababu hii. Nachelewa kanisani kwa sababu sina usafiri. Akasemaga na Masanja mkandamizaji, jamaa alipopata kastaleti, ruti zikabadilika. Mungu, unajua nakaa mbali. Namba 1 mpaka hapo kwa mguu. Kama Datedi hapa, mwambie Mungu, nipe kastaleti. Akikupa kastaleti unaanza. Unajua siku hizi nacheza michezo katoro, tayari viwango vyako vimeluka. Kwa hiyo kila siku ya Jumapili ndio siku ya kukutana kwenye kikundi. Haimuhusu Mungu. Jambo lolote ambalo linakuepusha na Mungu, linakutenga mbali na Mungu, bora uliache. Utukufu wote ambao unakuhamisha kwa Mungu huo hautoki kwa Mungu. Hata promotion yoyote ambayo unaletewa ambayo inakutoa kwa Mungu, haijatoka kwa Mungu. Nataka nikwambie, shetani pia huwa anawainua watu ili awaangushe vizuri. Uwe makini. Hakuna muujiza wote wala ufunuo wote ambao unapingana na neno la Mungu au unapingana na kweli ya Mungu. Hilo lazima ulielewe, ulisave. Kama ninasimama kusimama mbele yako kukuchunga, nisipokuambia ukweli nitadaiwa. Lakini ikiwa ninakuambia ukweli, sitadaiwa. Mungu anataka moyo wa ibada kwako. Na nataka nikwambie, uwepo wako kwangu mimi, uwepo wako hapa una thamani kuliko hata chochote utakachoweza kutoa kwangu. Kama mchungaji ambaye ameitwa na Mungu, furaha yake ni kuona watu. Unakuwa mchungaji ambaye mshirika ambaye mchungaji laki hiyo, mchungaji 20 hiyo, kanisani hayupo. Wa nini huyo? Labda kama mimi mganga wa kienyeji sawa. Mchungaji 30 hiyo, mchungaji hiyo. Uko wapi? Mungu anataka kuona shauku yetu ya kumjua yeye ikikuwa siku kwa siku. Madhara ya kuzoelea wokovu. Unaandika Walumi sura ya 1, andika mstari wa 21 hadi wa 22. Luka nenda 24 au nenda hadi 28. Kuto kushukuru kwa yale Mungu ametenda kwako ni kiburi mbele za Mungu na uleta kuuzoelea wokovu. Na kushukuru kunaanzia ndani ya moyo. Usije ukasema ngoja nimshukuru Mungu ili watu waone kwamba umeshukuru, bali shukuru ili Mungu aone kwamba umetambua kile Mungu anakufanyia. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 21, kuna neno analiongea Bwana Yesu hapa, analiongea mtume Paulo. Warumi 1. Nataka utazame madhara ya watu kutokuthamini kile Mungu amefanya. Anasema kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Walipomjua kuwa ndiye Mungu, kwamba hapa nilipofika ni Mungu amefanya, kwamba nafasi yaliyo hii ni Mungu amenipa. Walipomjua kwamba ndiye Mungu, anasema hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza, wakajinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kuta mtu anajiona yeye yani ni mwenye hekima sana mbele za Mungu,
Lakini ukiangalia hata hekima yake anayoitoa ni ya kujivuna na kujisifu. Yeye aichunguzaye mioyo anataka ubadilike. Haleluya. Yeye aichunguzaye mioyo anataka utengeneze na yeye. Uwe mnyenyekevu mbele za Bwana. Umshukuru Mungu kwa yale ameyatenda. Unapomwambia Mungu hakika wewe umefanya, unapoenda kumshukuru Mungu kwa kile amekitenda, Mungu anautambua moyo wako. Na kumshukuru Mungu sio lazima tuje utoe ushuhuda. Kuna wengine hata kusimama mbele za watu wanashindwa. Mungu atakupa neema wakati wake, lakini moyo wako unashukuru. Kuna watu wanaenda kutoa sadaka ya shukrani kimya kimya tu, lakini Mungu, yeye na Mungu wanajuana. Na kuna watu hata Mungu atende vipi kushukuru mpaka washauriwe, bwana si utoe sadaka, mpaka mkae kikao cha familia ndio uende ukamshukuru Mungu. Maana wewe moyo wako uko mbali sana, hujithamini kile Mungu ametenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Mstari wa 24 anasema kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Mtu yoyote ambaye ameacha kukua katika kichwa cha Bwana, ameacha kumtafuta Mungu, uovu unaingia. Na uovu ukiingia mtu kama huyu hovyo, nini? Watu hao wameshakuwa ni watu ambao hawafai tena mbele za Mungu. Hawana hofu mbele za Mungu. Unakuta watu ndani ya kanisa wazinzi. Yaani ulikuta ni mwanaume likikaa likiangalia mabinti hadi wanne limeshawaangalia utupu wao. Sasa hapa kuna mtu. Hapo kuna mtu. Asi ndio shetani ile yenyewe. Unakuta kimwanamke kimeshabambanisha wanaume hadi watatu humu mkanisani. Huyu hana Mungu. Na hana mbingu anayoendea. Labda mbingu ya Morogoro. Halo. Naongea na wenda mbinguni hapa. Biblia inatuonyesha kwamba watu hawa kwa sababu tu ya kuto kumtukuza Mungu walipomjua. Ndio maana nikasema ni heri usingemjua. Unapojua kwamba huna msaada mwingine ila Mungu, katikati ya watu ambao wanatumia uganga, wewe huna uganga lakini Mungu anakufanikisha, alafu kashindwa kudhamini kile Mungu amefanya, tafsiri yake kiburi kinaota. Kiburi kinaleta dhambi zote. Kiburi kinaondoa kicho cha Mungu. Kilichomtoa shetani mbinguni ni nini? Asi kiburi tu. Biblia inasema moyo wake uliinuka. Na ndio uovu wote ukaingia. Uovu ulionekana ndani ya shetani kwa sababu ya kiburi. Nimeandika hapa, nimesema kuto kushukuru ni kuonyesha umeweza kwa nguvu zako. Kwa hiyo kiburi kinapofusha moyo wa mtu. Anasema mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Unaona kana kwamba ni uwezo wako. Mimi bwana nina elimu. Mimi sina elimu kupandishwa mshahara, si elimu yangu inaniruhusu. Ukiona mtu ana fedha, ukiona mtu ana elimu afu amenyenyekea mbele za Mungu, huyu anamjua Mungu wake. Wanastahili pongezi wale ambao wanamjua Mungu. Wana fedha zao, wana mali zao, lakini bado wanyenyekevu mbele za Bwana. Kwa sababu unyenyekevu unaanzia ndani ya moyo, sio mdomoni. Unaelewa? Mungu anasema watu hao wananikiri mdomoni lakini mioyo yao iko. Kwa ndani ya moyo wa mtu anajijua yeye ni nani mbele za Mungu. Hata mimi ni mchungaji, ninajijua ni kweli namwabudu Mungu wa kweli au ni muongo. Roho Mtakatifu anashuhudia. Anasema pamoja na roho zetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Na kama si mtoto wa Mungu pia, ndani ya roho yako unaambiwa kabisa wewe ni muongo. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Ninatamani nende nimalize. Tena pointi nyingine, nimesema pointi ya kwanza, kuto kushukuru ni kuonyesha umeweza kwa nguvu zako. Kwa hiyo hiyo inapofusha mioyo ya watu. Na matokeo yake ni kuzoelea wokovu kutakako sababisha Mungu akuache asikutazame tena. Katika vitu vya hatari ni kuogopa sana kuachwa na Mungu. Anasema ni jambo la kutisha mtu kuanguka mikononi mwa Mungu aliye hai. Ni jambo la kutisha sana. Mstari wa 26 anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Watu hao walikuwa wanamjua Mungu. Watu hao walikuwa wanamjua nani? Ghafla wakaanza kuwa mabasha, wakaanza kuwa mashoga, wakaanza kuwa warawiti na wafiraji. Soma Biblia yako. Lakini walikuwa kanisani wanamjua Mungu. Anasema walipomjua Mungu hawakumtukuza wala kumshukuru. Haongelei juu ya wale walio Sodoma, anaongelea juu ya walio Yerusalemu, walio kanisani. Mungu atusaidie sana. Na ndio maana mtu aliyokoka kiacha wokovu ni mbaya, afai. Utamkemea vipi wewe akuelewe?
ukihubiri anasema ulikuwepo, ulienda ukarudi. Muogope mtu wa namna hiyo, hata useme vipi. Na ndio wewe unaona makanisani watu wana kitokea ugomvi, kuna mpasuko wa kanisa, watu wanapigana na kupigana. Na ukiona kanisa watu wamepigana na kupigana, wale waliohusika kwenye kupigana hutapakuta mahali pao mbinguni. Biblia inasema chumvi ni nzuri, lakini chumvi ikiharibika itatiwa nini? Na ile dhambi waga inaenda kwenye vizazi hata vizazi. Ukiona watu wameacha kanisa, wametengana kanisa kwa kupigana, au watu wamechomekeana maneno mabaya mpaka wengine wakapasuka wakaacha kanisa, watu hawa wataenda kufungua kanisa, watu wataokoka, wataingia mbinguni, lakini wao hawataiona mbingu. Taendelea kukaa kanisa. Na waambieni, kwa sababu mtu anajiamini yeye mwenye haki. Mungu ni mwaminifu. Muangalie Musa. Mungu alipokubali Kola na Musa watengane, Mungu anafika wakati anasema basi sawa, acha niruhusu. Kola na Musa walivutana, ikafika wakati Kola akawa na watu wake, Musa akawa na watu wake. Mungu akamwambia muache naye atengeneze kanisa lake. Akatengeneza kanisa. Kilichotokea, ardhi ikafunua kinywa ikawameza wote, pakawa kama kijatokea kitu. If just imagine hapo ulipo hapo hapa pote pakazama afu sakafu ikaendelea kuwepo, afu tukaendelea haleluya Yesu ni Bwana. Ogopa kufanywa wa mfano. Mungu atusaidie sana. Wapo watu wa namna hiyo, mimi najua. Wapo watu sumu kwenye makanisa. Anaweza kaongea neno ambalo likaenda likapasua kanisa. Ni aheri ukiona kuna vitu havyo. Mimi nasema siku zote, ukiona kanisani hapa kufai, chomoka kimya kimya mwenyewe. So uanze kushindana na Mungu. Hujui misingi ya hiyo madhabahu ilijengwaje. Usianze kushindana nani? Ukiona kuna vitu fulani vinakufanya ushindwe kustawi, usianze kuvuta kikundi. Hivi siku hizi unaelewa. Ulimuokoa wewe huyo. Muache mpaka yeye aone aelewi. Alafu wengi wanaosemaga hivi unaelewa siku hizi kanisani, wao waga watoki. Sema Bwana Yesu anasema pia, anasema wanawazibia wengine wasiingie, lakini wao, yani wanazibia wanaotaka kuingia wasiingie, lakini wao wenyewe hawaingii. Wamekuja wamuone Bwana, wanataka kwenda mbinguni, wao wamesimama kuwazuia wasiingie mbinguni na wao hawaingii. Ogopa. Katika vitu ambavyo kanisa mimi tuogope, ni tuogope kuilalua mioyo ya watu. Ogopa. Anasema mtu yoyote atakayewaangusha mmoja wa wadogo hawa, imemfaa afungwe jiwe la kusagia akatupwe baharini. Ushawaona? Hata kama umeona jambo fulani ambalo halijakaa vizuri, uwe na hekima kubwa sana. Unaweza hivi, unaelewa? Wewe unaweza kukosa mbele za Mungu, ukaja ukatengeneza. Lakini yule ambaye amekuamini wewe, ndio maana mwanzo nikasema angalia sana watu ambao unawaiga. Yule ambaye alikuamini wewe, kwa mfano mimi mchungaji Nehemia. Mimi leo hii nikianguka kwenye dhambi, ninaweza nikaja nikalia, Mungu akanipa neema nikaokoka. Lakini wale ambao walikuwa wananiamini mimi, wanaweza kaenda kuwa wabaya milele. Wakasema hamna ulokole. Kama mchungaji Nehemia kiasi alikuwa anakataa dhambi, afa mwenyewe yako wapi? Kama kanisa lazima tuwe tunaombeana sana. Tusifurahie watu kuanguka. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Wokovu ni wa kuutunza, tumeupata kwa neema tu wapendwa. Tusisukumiane nje. Mioyo yetu iwe na wivu na Bwana, kutamani kukaa na Mungu ili kila mmoja kaone uzima wa milele. Haleluya. Anasema shika sana uzima wa milele ulioitiwa. Ni wa kushika. Hata mtu mmoja asionekane ameukosa huo. Kaya baba. Usitamani kuona wengine wanaangamia, wanaanguka mpendwa. Harika ya bashatarabos. Tusaidie. Vitabu vingi, ngoja niluke nisome Ebrania. Naomba unisomee wewe. Vitabu ni vingi sana. Ngoja muda wangu bishaniacha. Ebrania sura ya 2. Mstari wa kwanza na wa 3 umefika, naomba usome. Sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema hadi wa 3 ndio. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa. Anasema imetupasa kuangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika, anasema ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Anasema na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Naomba usikie hiyo. Kila kosa na uasi ulipata ujira wake. Hakuna kosa, hakuna uasi ambao una ujira. Hata Mungu akikusamehe lazima ulipie gharama. Yaani ikiwa umeshaokoka, umepata neema ya wokovu, upo kwenye wokovu, ukatenda dhambi na ukiwa unajua, lazima ulipie. Hata kama utasamehewa, lazima ukutane nacho. Mungu anamwambia Daudi kwamba ndiyo mwanangu nimekusamehe, lakini umeruhusu mlango kwa maadui zako wapate kusema vibaya Bwana wako. Kwa lazima utaadhibiwa.
Sisi je, tutapataje kupona? Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza, anasema ambao kwanza ulinenwa na Bwana. Ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Ndio. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Dhambi na kila uasi ulipata ujira. Hakuna uovu atakaotenda mwanadamu asilipwe. Heri utende mema kuliko kutenda mabaya, kwa sababu yale mabaya yatakuwa akiba kama ambavyo mema ni akiba. Tutapataje kuponya tusipojali? Ni lazima tuthamini wokovu. Kwa hiyo Yuda anaposema katika kitabu cha katika sura hii ya mstari wa 3, anaposema nilipofanya bidii kuandikia, anasema imenilazimu, naliona imenilazimu, anasema kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Muishindanie imani, pambania imani, pambania wokovu ulionao, tunza thamani ya wokovu. Bwana aendelee kukuona unafaa siku kwa siku, uendelee kukua na kuongezeka katika Bwana siku kwa siku. Sije ukajidanganya. Kwenye hii Yuda mstari wa 6 anasema na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakaacha makao yao yaliyohusu, wamewekwa katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Hata malaika wamewekwa kama malaika, wamewekwa akiba kwa sababu ya siku ya hukumu, kwa sababu tu waliacha kukaa kwenye zamu zao. Mbele za Mungu kila mmoja ataenda kulipa. Mungu hawezi kuhukumu nje. Kila mmoja lazima asimame kwenye nafasi yake. Yaani nakwambia usije ukasema lolote mbele za Mungu, kwa sababu kwa Mungu hakuna excuse. Unaposema mimi ninasimama kwenye nafasi yangu, umeweka agano na Mungu. Usiongee, bora ukae kimya, unyamaze kuliko kuongea usifanye. Mmeshafika kanisani mkakuta mchungaji hayupo na hamna mtu aliyemwandaa. Halo. Mlishawahi? Ibada yenye maana mbele za Mungu, kujitoa kikamilifu mbele za Bwana. Hiyo ndio ibada yenye maana ambayo Mungu anaitaka. Mungu hataki kingine kwako, hataki mbwembwe zako. Who are you? We nani? Mimi nani? Anasema wanadamu ni udongo tu. Unaelewa? Anasema kwani nao ni nyama nitafuta. Huyo ndio Mungu ambaye tunamtumikia. Kwanza tunamtumikia Mungu wa namna gani? God of mercy. Ndio. Huyo. Na aliyesema kulipa kisasi ni haki yangu, mimi nitalipa. Huyo ndio aliyewaua watu siku za Nuhu. Huyo. Usije ukajisahau. Na ndio maana anasema hata malaika wasioilinda enzi yao wamewekwa hukumuni. Unatunzaje wokovu ulionao? Hii naomba ingie kwenye kila mtu ajitathmini. Wewe ibadani wewe ni wa Jumapili tu. Wewe una tofauti gani sasa na wale wengine ulikotokaga kule? Wewe ibadani Jumapili tu. Wewe ushirikina lazima ukukalie vizuri. Yaani lazima ukae vizuri kwenye ushirikina. Na waambieni, wewe kanisani wa Jumapili tu wiki zote. Wewe ukaenda kuniambia katika siku zote za katikati uko busy. Hiyo busy ina excuse wewe. Hiyo busy ni ya nini? Kwa nini usiombe ruhusa huko kwingine? Ninataka kwenda na watu mbinguni. Sitaki kujaza umati, sitaki. Nawaambiaga kila siku hilo. Nataka tuwe tunaenda hivi. Kwa sababu mkipigwa huko naiteseka mimi, sio nyinyi. Wewe ukipigwa unakimbilia wapi? Kama Mungu aliniweka kuwa kuhani maana yake nini? Asili aniweka niwe top pale juu kwa wanadamu. Ndio maana kanipa wanadamu ili niwalee. Hao wanadamu kama wanataka kufarakana na Mungu, mimi nitawaombea vipi? Mungu anamwambia nani? Anamwambia Samueli, unamlilia nini Sauli wakati mimi nimemkataa? Samueli anaendelea kupiga kelele kwa sababu ya uzembe wa mtu. Yeye mwenyewe ameshindwa kumtii Mungu. Lakini Samueli anaendelea kuhangaika Mungu mrehemu. Wakati huo Sauli anajua sasa. Anajua nini? Bado yupo kwenye kiti cha ufalme, anaelewa. Kumbe Mungu alishamkataa zamani, yeye anaendelea kukalia kiti. Anaendelea kula bata. Mungu anasema ngoja kwanza Daudi mpaka akuekue. Huko Samueli analia, anafunga, anaombeleza, mpaka Mungu anaanza kumwambia achana naye huyo. Ogopa Mungu aseme achana naye huyo. Hutakuwa na mtu wa kukombolezea. Na mbaya zaidi unaweza kaenda hata miaka 10 mbele unafurahi. Lakini Mungu akishakufuta amekufuta jumla. Utakapokuja kugundua umefutwa na Mungu utalia kilio ambacho hutaweza kukumbuka. Sauli alipoteza ufalme wake, yeye na watoto wote wakawa wana ufalme. Akapewa mtu mwingine. Lazima tutambue. Lazima tumjue huyu Mungu. Lazima tujue tabia ya Mungu. Hata kama ngumu, mpigie Yesu makofi, sio wewe. Usinipigie mimi. Pigie Yesu makofi akupe neema. Pigie Yesu makofi akupe msaada. Pigie Yesu makofi ritaya basha tarabosa. Simama kwa miguu yako mahali ulipo.